Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu popote mlipo. Niko hapa kukuletea habari njema kwa habari ya maisha haya tunayoishi hapa duniani. Ngoja nikuhakikishia kwamba hatuna muda wa kudumu hapa duniani. Maisha yetu ni mafupi sana. Ujapoishi miaka 100 bado ni maisha mafupi sana. Bado kuna maisha ya umilele ambayo katika hayo huwezi kubadilisha chochote ambacho ulikiandaa ukiwa na haya maisha mafupi hapa duniani. Ngoja nikuambie, wakati wa kufanya maandalizi ya kwenda kuishi katika hayo maisha ya umilele ni sasa. Ni sasa. Wanadamu hatuna uwezo wa kuachana na uovu na dhambi, kwa kuwa miili yetu inawaza mambo ya dunia, lakini roho zetu ambazo zitaenda ishi milele nawaza mambo ya mbinguni. Vitu hivi viwili vinashindana, vitu hivi viwili vinapingana, na mbaya zaidi ni kwamba chochote utakachofanya mwili kama ni uovu, basi roho nayo inahesabiwa uovu. Chochote atakachofanya mwili kama ni chema, basi na roho inahesabiwa kuwa chema. Sasa nini cha kufanya? Kwa kuwa katika neno la Mungu kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia nasema, Yesu akawaambia wanafunzi wake kwamba ninyi pasipo mimi hamwezi kufanya jambo lolote. Kwa hiyo ili tuweze kufaulu katika haya tunayoyataka, kuishi maisha ya ushindi duniani, kuishi maisha ya utakatifu duniani, kuishi maisha ya kuandaa maisha ya umilele duniani, ni lazima tukubali kuwa mwana wa Mungu. Tutakuwaje wana wa Mungu? Neno linatuambia katika kitabu cha Yohana 1:12, wote waliokubali kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi katika maisha yao walipewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Baada ya wewe kupata hiyo neema ya kufanyika kuwa mtoto wa Mungu, Yesu mwenyewe, Mungu mwenyewe anakufundisha jinsi ya kuishi maisha matakatifu, jinsi ya kushinda, jinsi ya kuepuka kila mabaya ya kidunia,